Karibu sana katika siku nyingine ya Jumamosi ambayo ni tarehe 17 ya mwezi wa 5 2025, siku ambayo tunaelekea kuanza kuweka historia, ambapo leo hii basi kuna fainali ya kwanza ya shirikisho barani Afrika, ambapo mnyama mkali Simba yeye yupo na kibarua kigumu pale Morocco watakapocheza hapo baadaye leo hii usiku dhidi ya timu ya RS Berkane katika mchezo wa kwanza wa fainali. Mchezo wa pili wa fainali utachezwa tarehe 25 hapa nchini, na tutaweza kuzungumza yalojiri kwa takriban saa moja, na pia tutaungana na wenzetu ambao tayari wapo na timu ya Simba wakiwa wapo katika mji wa Berkane kwa ajili ya mchezo huo ambao utachezwa saa 4 usiku kwa saa za hapa nyumbani. Karibu sana Philip Mkini, karibu Molandi pamoja na Judith kuweza kuangalia kinachotokea. Leo hii inafananishwa na tarehe 27 ya mwezi wa 3, so leo wiki ijayo itakuwa ile. Lakini tunaanza hivyo ni wiki moja kabla ile tarehe 23, kama tarehe 20 hivi. Kama 10 hivi ya mwezi Novemba mwaka 1993. Mchezo wa kwanza wa Simba ulichezwa Abidjan wa shirikisho. Unaona wakatoka suluhu. Matokeo yalikuwa mazuri kwa Simba. Yalikuwa mazuri kabisa kwa Simba. Mchezo wa pili ukachezwa uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, uwanja wa Uhuru. Yalotokea tutaweza kuzungumza hapo baadaye. Lakini kwa minajili ya kipindi cha Kurasa basi tutakupa kionjo kimoja wapo cha mwaka 1993 ambapo ni katika mchezo wa kwanza walicheza pale katika ule uwanja wa Felix Bwanyi ule wa Ivory Coast, ambao pia kombe la mataifa ya Afrika, uwanja mmoja mkubwa sana pale Ivory Coast na maarufu sana kwao. Ni maarufu sana, yes, ambao uko mjini. Kwa hiyo mwaka 1993 kulikuwa kuna vidondolezo vidogo vya kuelekea katika mechi. Ikumbuka kama hivi yani vidondolezo. Vidondolezo neno langu ile. Vidondolezo ilikuwa kama hivi. Kwa hiyo tunasema mwaka 1993 ilikuwa ni mwaka wa mapambano, na sasa mwaka 2014 na 25 kumradhi imejirudia tena. Hiyo hapo ni Novemba 14 mpaka 15 enzize magazeti. Hilo gazeti ni la Mwananchi. Hilo hapa. Mwaka 1993 Abidjan kwa Kamoto Jumapili. Mechi ilichezwa Jumapili. Ambao finali ndio inakuja kuchezwa Jumapili. Finali itakuja kuchezwa Jumapili. Kwa hiyo unaweza ukaiona hiyo picha na hiyo story ambayo iliandikwa na Oscar. Iliandikwa na Oscar katika mwaka 1993. Baadhi ya watu wanarudia. Wale ambao walikuwepo kipindi kile. Wanarudia. Haya, kwa hiyo labda tutaona na story nyingine ya pili kabla kwenda katika yalojiri kwa siku ya leo, ambapo tutaweza kuzungumzia kuhusiana na hiyo hapa baada ya gazeti hilo imebaki baada ya kuingia fainali. Yaani baada ya kucheza nusu fainali sasa imeingia fainali kama hivi tu. Kama hivi watu hivi. Kama hatua hivi, kama hivi leo imebaki, na baada ya matokeo yale ya bila sasa. Baada ya matokeo bila ile ndani kama vile na Sadif baada ya matokeo. Kabla ya matokeo. Kabla ya mechi ya sio kabla ya mechi ya hapa. Kabla ya mechi ya kwanza kule Ivory Coast. Ndio ndio imebaki ncha kwa Simba kutoa kombe. Sio ile baada ya mwanzo kule, baada ya mechi ya kwanza bila alafu ndo wakaja huko. Yaani walipokuja wakati wanakuja hata walioshiriki kwenye mechi ni wasikia wengi wanasema tulivyotoka sare kule, mimi nilijua tumeshamaliza.
Yaani walijua kwamba wameshamaliza huku ni rahisi. Kwa maana kule ibaki ncha. Kwa maana kuja hapa ibaki ndio ncha. Kwani nusu finali huwezi kusema mbaki ncha? Sasa si hujaruhusu. Yaani hapa ilivyo ni kwamba afu mwandishi alikuwa Masudi saa 8 mstaafu. Paragrafu ya kwanza hapo isoma. Paragrafu ya kwanza tutakwambia. Paragrafu ya kwanza iko kwa kule, hapa kwenye nani yangu inaweza tukaisoma vizuri. Ukiwa hapo kuna nini sema hapo mbali kushoto kwako. Kwa sababu walicheza na Atletico ya Viacao ya Angola. Ya Angola. Ni Angola Atletico Viacao. Ya Angola. Kwa sasa hapa siwezi kuiona vizuri. Kipindi kile nilikuwa nasikiliza mpira kwenye redio. Kipindi kile. Alafu naona kijana wa enzi hizo Abdalla Kibaden, George Masatu, Kibaden, alafu George Masatu, alafu Edward Chumila, alafu Mohamed Mohameja. Ambapo hapa unaona sana nasema Mohamed Mohameja uimara wake langoni unahitajika zaidi sasa. Ilivyoweza Simba ilivyoweza kuingia finali. Umeona sio finali ya pili. Kuna kitu nimekisoma hapo kwenye paragraph za huko. Akizungumzia mchezaji mmoja, kocha huyo Hussein Masha anacheza vizuri lakini ana kasoro ya kuangalia chini badala ya kuangalia mbele, hivyo inakuwa vigumu kwake kutoa pasi za uhakika zaidi. Yaani kuna kocha alikuwa anatoa uchambuzi wake kuhusiana na hizo mechi za nyuma. Hussein Masha unamjua kazi yake sasa Hussein Masha. Sasa ukiangalia pale kuna paragrafu nyingine hapo chini lakini Simba haina kazi nyepesi katika kuitimiza ndoto hiyo kwa Ivory Coast. Mwaka tuseme 93 hapa tukumbushe. Ambako wanatoka wapinzani wao ni moja ya nchi za Afrika ambazo kiwango chao cha soka kiko juu. Umeona Anasema nchi hiyo katika mashindano yote matatu ya klabu barani Afrika iliingiza timu 3 katika hatua nusu finali, ambapo timu 2 zimepata tiketi ya kucheza finali. Mbali na Stella, timu nyingine ya Ivory Coast wameitaja hapo inaitwa Sports pamoja na Al Ahly katika kipindiko cha mwaka 1993. Kwa hiyo walifika hiyo Ivory Coast na Ahly walifika finali ya washindi. Finali ya washindi za finali ya washindi. Sasa kipindi kile kipo kuna ahadi nyingi Unaona pale ile paragraph moja hapo inasema tuna usongo na kia. Huo ndio msamiati wa wachezaji wote wa timu ya Simba katika kulitoa kombe la CAF mwaka huu kutokana na ahadi ya kuweza kudhaminiwa mikopo ya kupata magari ya aina ya Kia. Hizo Kia ndo zimetoka zinawika. Enzi hizo unajua Kia unaweza ukabadilisha. Kia ni kama chai marage. Au ndo chai marage. Ndo chai marage. Kwa hiyo enzi hizo kwenye fikra ndo zimekuja ziko kwenye moto kweli yani. Unajua labda tuambie Kia ilivyokuwa. Ilikuwapo ile kama umeenda Zanzibar kuna magari ambayo usafiri wa abiria. Angaliana ile huko na huko. Yaani sijui niseme kwa mfano Kirikou ni ndogo lakini kikubwa kidogo kama Kirikou kwa wakati huu. Hasa kule nyuma kule kumefunikwa au vikeri vile. Vikeri lakini iwe kwa urefu. Kwa urefu Alafu sasa badala ya kuweka kule nyuma badala ya kuweka banda la kuku kama wanavyoweka hivi sasa wanapopeleka kuku nafikiri ndo nitaeleweka. Pale haikuwekwa banda, haikuweka kichumba cha kuku, bali pale chini iliweka bench. Bench la kukaa. Kwa hiyo upande zote mbili. Kwa hiyo watu walikuwa wanaangaliana, katikati watu wanasimama. Katikati wanasimama. Tunakuwa tunafika. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya badala ya daladala ilikuwa ni kwa mawazo ya wachezaji kipindi kile. Walikuwa wanajua kabisa kama tukipata Kia tutatoboa maisha, kwa maana kwamba Kia langu nitaliweka mtaani, litasanya litapata abiria. Na kuwakumbusha watu yani kipindi kile
fedha ilikuwa nyingi kama sasa hivi kwenye mpira. Yaani kwa sababu mtu anataka kusema sakia nini. Yaani kipindi kile kia ni kitu kikubwa kwa sababu hela ilikuwa kama ilivyo sasa. Ndio maana kuna story moja walikuwa wananiambia kuna wengine waliamua kuchagua nyumba. Baadaye tutaangalia wiki ijayo wakati mechi sasa ikiwa ndio mechi. Wengine waliamua kuchagua nyumba. Bana mimi sitaki Kia, sitaki Toyota. Mimi nataka nyumba. Yaani hiyo hela mimi nataka nyumba. Yaani hivyo. Lakini ilibadilika nakumbuka kuna msimu mmoja Simba kama sikosei walichukua ubingwa wa ligi kuu kama sikosei. Wachezaji kipindi kile nakumbuka kina Abdul Mashine. Walikuwa wachezaji aina Kalina ama Corona. Kila mmoja alipewa. Ilikuwa Corolla zilikuwa sasa. Nafikiri kile muda ulikuwa unazidi kwenda na ndivyo muda nafikiri walikuwa wanaboresha baadhi ya zawadi kwa hizi timu. Huo msimu nakumbuka mbwembwe mmoja wapo ambao Simba walifanya, kuna mechi ilikuwa dhidi ya Yanga. Wakaingia na vikorola, kila mmoja na kikorola chake uwanjani. Ndio baada ya mechi kwa ubingwa sasa hiyo. Kwa hiyo sasa tupo katika nyakati ambazo Simba wanazirudia za mwaka 1993. Bahati mbaya hapa walifungwa goli 2-0 katika mechi ile Bolizozo na kuna story pia Bolizozo, yani after story ya Bolizozo Simba wakaanza kusema bwana hapana bwana, huyu Bolizozo alikuwa na timu ya Ulaya Ufaransa kule ya daraja la pili anacheza. Kwa hiyo inawezekana walimkodi inawezekana huyu Bolizozo huyu, kwa sisi tukapewa pointi za mezani tukachukua kombe letu. Ile ikasubiria ikawa ni milele daima mpaka leo miaka 30 ngapi? Mpaka leo ngapi? 33 33. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimeibuka na tutaviangalia vizuri kabisa katika wiki ijayo Jumapili ambapo kombe litakuwepo hapa. Itakuwa ndo mara ya pili kombe la CAF linakuja. Itakuwa ndo mara ya pili kwenye historia. Itakuwa kwa mara ya pili kwenye historia kuwepo katika viunga hivi. Kwa hiyo ni historia fupi kabisa ambayo tumeweza kujikumbusha. Nafikiri imependeza kidogo. Imependeza nzuri. Hasa ukizingatia kwamba Simba inakwenda kule. Pia ina ahadi nyingi. Sasa kwa mfano kipindi cha sasa hivi tuna ahadi ya goli la mama. Goli la mama jana nimesikia milioni 30. Hivi imepanda. Lakini kuna tetesi ya kwamba wachezaji wameahidiwa 1B. Endapo wakitoa ubingwa. 1B kwa moja itatoka. Moja itatoka 1B endapo. Kwa hiyo kuna ahadi ambazo zipo enzi ambazo zipo kwa sasa hivi. Basi kijiti hiki wenzetu wapo pale Morocco, na ukiangalia sasa hivi ni saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki, na kwa kule usishangae hiyo picha hivi sasa ni saa 11 alfajiri. Wako nyuma masaa mawili. Tupo na Charles Abel leo katuacha Charles Abel yupo Morocco, kama unaweza kumuona kaamka vizuri kabisa. Ali leo hii upo Morocco Morocco ambayo yuko pembezoni na Ulaya. Labda tupe leo hii upo maeneo ya Mabibo, upo Morocco, tuambie mambo yanaendaje huko katika eneo hilo. Naona upo pamoja na Patrick Nyembera pamoja na Charles Abel ambao wote hao ni wadau wa Kurasa. Naam, Filipo Cyprian, kwanza ni furaha kwangu leo hii hapa kukaa katikati ya waandamizi wawili hawa. Unaweza kaona kushoto kwangu huku yupo Patrick Nyembera, huyu ni mwandamizi kweli kweli katika masuala ya michezo lakini pia hata katika tasnia ya habari. Lakini upande wa kulia kwangu huku yupo mwandamizi hapa Charles Abel, ambaye pia kiukweli ni mwandamizi katika masuala ya uchambuzi, uandishi na ni mdau mkubwa wa Kurasa za Mwisho. Kama ulivyotangulia kusema ya kwamba Kurasa za Mwisho leo hii badala ya kutokea mitaa ya Mabibo pale sokoni leo inatokea moja kwa moja katika mji wa Wujidat. Wenyewe wanatamka Wujidat katika matamshi, lakini kwenye kuandika unaweza kaandika Wujidatu katika ile namna ambayo tunaweza tukaeleweka kwa uzuri kabisa. Yes, hapa sio mbali sana kutoka hapa kwenda nchi ya Hispania sio mbali. Kwa hivyo inawezekana kukawa na mashaka ya kwamba vijana wanaweza wakakimbia mara moja kwenda kumtazama pale
Yamal pale, au unaweza kama kumwangalia Kylian Mbappe ambaye anachezea Real Madrid. Lakini hayo tuyaache, kikubwa ni kwamba kilichotuleta hapa ni kimoja tu ambacho leo hii ndio kinaenda kutokea. Ni mchezo ule wa mkondo wa kwanza wa fainali ya CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani Afrika. Ndicho kilichotuleta hapa. Na ikumbuko tu ya kwamba Filipo, tangu tumetoka huko Tanzania, ilikuwa ni siku ya Mei 13, tulikuwa tuna utaratibu ule wa kuweka rekodi ya magazeti yanayoandika michezo ama habari za michezo tangu siku hiyo ya tarehe 13 Mei mwezi huu, kwa maana ya mwezi huu wa 5. Kwa hivyo tuna magazeti hapa kidogo ya Tanzania ambayo yanaandika habari za michezo tunayo hapa, lakini kwanza tusikie sauti tu za hawa waandamizi ambao ninao hapa. Bwana, mambo vipi? Hapo za alfajiri. Alhamdulillah, tupo vizuri kabisa bwana. Huu ni muda wa kwenda kuswali kwa kule kwa hapa, yani kwa maana ya kwamba bado ni usiku wa 8, lakini kule nyumbani bila shaka sasa hivi wameamka vizuri. Wewe upo vizuri? Lakini kabisa niko vizuri. Unajua mara nyingi huwa naangalia hii panel hapo ikiongozwa na Filipo majira ya saa 1. Sasa time imebadilika. Unajua ni hapa tulipo ile nasema time difference ni kama vile huko Europe. Kwa hiyo sasa ni saa 11, sawa, ambao nyumbani ni saa 1. Kausingizi kanaondoka, yani kanaondoka kwa sababu tayari hali tushaizoea ile jet lag imeshakata. Sasa tumerudi katika masaa kamili ya hapa Morocco. Lakini ukizungumzia kulala, kula, kupumzika na usingizi unakata saa ngapi? Ikifika saa 9 tu usingizi ushakata. Kwa hiyo sasa hivi ni muda mwafaka kabisa wa kuweza kuwa sambamba na wenzetu walioko nyumbani pale Dar es Salaam katika pande nzima. Unaona Filipo, Morandi, ukiwaangalia yani vishati vyao wamevaa vyepesi. Sasa huku sisi kwa sababu tuko ndani, nje habari nyingine. Yes, huyo ni Patrick Nyembela, mwamba kabisa huyu hapa, ama tumezoea kumuita Pato katika jengo hilo la Azam Media Mondani, lakini hata Watanzania wanafahamu hivyo. Upande wa huko yupo Chazi Abel mwandamizi. Jana alikuwa na kanzu moja matata sana bwana. Mambo poa? Niambie za asubuhi. Safi kabisa. Kurasa za mwisho leo hii bwana inatokea Wydad Morocco. Unajisikiaje kwanza? Namshukuru Mungu kwamba safari yetu imekuwa nzuri. Tulipotoka Dar es Salaam mpaka tumefika hapa, na leo ndo siku ya mchezo tumeamkia. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Of course safari imekuwa nzuri. Tupo hapa Morocco, Wydad. Ni mji mzuri, wenyeji hapa ni wakarimu na hawana shida kiukweli. Yani hadi sasa hivi pamekuwa ni sehemu nzuri kwetu, na tunaamini jambo hilo linaweza litaendelea mpaka muda wa mchezo na hadi tunapoondoka. Nadhani watakuwa washaelewa. Naam, Filipo Cyprian, wakati tuna ungana na wewe ulikuwa unapitia hapo baadhi ya magazeti ya zamani huko ambayo yaliandika wakati ule. Bila shaka ilikuwa ni mwaka 93 wakati Simba ilicheza finali ya kwanza ya michuano hii ya CAF. Sasa sisi pia tuliweka magazeti ya sasa ambayo yalianza kuandika tangu Mei 13. Hii hapa ni gazeti la Mwanaspoti, bila shaka mtazamaji wa kurasa za mwisho atakuwa anaiona hapa. Na Mei 13 gazeti hili liliandika Fadlu ageuka mbogo Simba, acharukia mastaa, aitaja RS Berkane. Unaweza kaona maandishi makubwa kabisa hayo hapo mekundu. Hiyo ilikuwa ni Mei 13. Sasa tuangalia katika siku nyingine na kwenyewe gazeti hili la Mwanaspoti liliandika habari gani. Hii ilikuwa ni Mei 14 ambapo imeandika mambo matatu kuibeba Simba Sports ugenini. Hii hapa na unaweza kaona na picha za wachezaji hapo wa Simba Sports watatu hapo utaona hapo. Hii ilikuwa ni Mei 14. Tuangalie pia Mei 15 gazeti hili la Mwanaspoti na lenyewe liliandika nini. Picha kubwa utaiona hapo ya Elie Mpanzu, utamuona hapa Kibisawala, lakini habari kubwa hapa iliandika live kutoka Morocco, Simba yaonyesha ukubwa, na chini utaona hapo baadhi ya viongozi wa Simba lakini pia na viongozi wa serikali. Unaweza ukaona hapo picha hizo hapo. Yes, hiyo then baada ya hapo siku iliyofuata gazeti hili la Mwanaspoti liliandika nini? Live kutoka Morocco. Anasema Fadlu atoa amri kambini. Hii hapa na utaweza kuona picha ya kocha wa Simba Sports Fadlu Davis akionekana hapo. Yes. Kwa hivyo hizo ni habari ambazo
zimeandikwa katika gazeti hili la Mwanaspoti, lakini leo hii sasa limeamkaje Mwanaspoti? Picha kubwa kabisa sasa ya kikosi cha Simba hicho hapo unaweza kaona, na bila shaka kabisa Simba ndio wametawala katika gazeti hili, na habari kubwa anasema ile siku ndio leo, baada ya siku siku 11,011 tunaweza kusema 494 Simba katika fainali ya kibabe. Mastaa watengewa shilingi bilioni 1 Kibadeni. Dalali watia neno. Yes, Kibadeni dalali. Bila shaka Kibadeni watu watakuwa wanafahamu ya kwamba mwaka 93 alikuwepo pale Simba pale. Kwa hivyo atakuwa na simulizi za kutosha kabisa kuhusiana na masuala ya finali ya michuano ya CAF. Hayo ndio mambo ambayo yameandikwa katika gazeti la Mwanaspoti ambalo mara nyingi tumekuwa tukilipitia pia katika kurasa za mwisho pale tunapoenda katika mitaa. Sasa bwana, nianze na ndugu yangu kwanza hapa Chazi, katika haya ambayo yameandikwa katika magazeti kuanzia Mei 13 mpaka leo. Leo hii kwa uchache, wewe ni mhalili pia, tuambie Simba imechukua nafasi kwa kiasi gani katika magazeti ya michezo? Imechukua nafasi kwa kiasi kikubwa, na kwenye uandishi wa habari kuna kitu kinaitwa element of newsworthiness. Ni mambo ambayo yanafanya kitu kuwa habari ya kwenda kwenye chombo cha habari au hata kwa mfano magazeti. Sasa ukiangalia katika hizo element of newsworthiness kuna mambo kama 6 au 7 hivi. Moja wapo ni prominence, ukubwa, yani wa jina la kitu. Lakini kuna kitu kinaitwa timeline, wakati ambao tukio husika linatokea. Lakini pia kuna kitu kinaitwa something unusual, kitu ambacho hakijatarajiwa. Sasa ukiangalia kwa nyumbani Tanzania, Simba ni prominent club, ina maana ni klabu maarufu. Sifa ya kwanza ambayo inafanya habari yake kuwa kubwa kwenye vyombo vya habari. Lakini pia wakati uliopo ndio wakati wenyewe wa finali ya kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo imedeserve kukaa kwenye vyombo vya magazeti. Jambo lingine ni something unusual. Sio kitu cha kawaida kwa klabu au timu za Tanzania kufika finali za mashindano kama haya ambayo yanakuwa yako chini ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika. Kwa hiyo kwa maana ya zile vigezo vya kitu kuwa habari au kuwa habari kubwa, Simba imestahili kwa kuzingatia misingi hiyo kwenye chumba cha habari. Kwa hiyo usishangae kuona Simba imeteka vyombo vingi vya habari kama ambavyo tumepitia mfano wa gazeti la Mwanaspoti au magazeti mengine, kwa sababu gazeti la Mwanaspoti mimi ndio kama umeona ndio nipo huku nikiripotia. Kwa hiyo ni misingi ya habari iliyofuatwa na zile kanuni zake, ndio maana unaona Simba imetawala. Kwa hiyo sio jambo geni na wala sio haijakapo kwa upendeleo. Ukifuata zile sababu au vigezo vinavyofanya kitu kwa habari vimetimia, ndio maana imetawala vyombo vya habari. Naam, huyo ni Chazi Abel akielezea namna ambavyo Simba imeweza kutawala katika magazeti ya michezo. Sasa upande wangu huko yupo mkongwe kidogo Patrick Nyembela. Sasa atuambie Patrick Nyembela, mwaka 93 bila shaka na kabisa wewe ulikuwepo tayari unaelewa mambo, si ndio? Kabisa, na nilikuwepo uwanjani. Ulikuwepo uwanjani? Yeah. Nilikuwepo uwanjani nikiwa sekondari. Sawa. Umeshtuka? Nimeshtuka kidogo. Jambo kubwa kwa hilo sikulifahamu. Yeah, ni shamba la bibi wakati inaitwa pale uwanja wa Taifa B. Hapa walikuwa wanaita Taifa B wakati huo. Taifa kwa maana ya kwamba mechi zilikuwa zitachezwa. Hali ya uwanja ukiondoa haya majukwaa makubwa, upande wa mzunguko kule kulikuwa kuna yale machuma yale. Umeelewa, kuna machuma. Kwa hiyo wale walikuwa wanasimama kule kwa takriban naweza nikasema namba ilikuwa ni kubwa, na nakumbuka kwamba hata kiingilio kilikuwa kimepigana. Nafikiri VIP ilikuwa na 50,000 kwa wakati ule. Ungekuwa na mwaduka angekwambia exchange rate hapa kwa benki kuu ya Tanzania sasa hivi kiasi gani, lakini katika mzunguko ilikuwa 1500. Sasa ukipiga mahesabu mwaka 93 hiyo pesa ilikuwa namna gani, utaweza kuona kinachoshabiana na hiko. Na ukichangia hilo neno lako au kile ambacho umemuuliza Charles Abel, kwa kile ambacho Mwanaspoti imeandika, mimi niliyasoma ya magazeti.
Unajua kuna nyakati unaweza kuona gazeti limekuandikia kichwa cha habari cha kutisha sana, alafu ukaenda ndani ukakutana na habari ambayo haipo hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hiyo ya Fadru kuwa mbogo, ukija kuangalia viongozi wa Simba jinsi walivyokaa katika hivi vichwa vyote vya habari, ni kweli unakutana na kile kitu ambacho kilikuwa ndani. Sasa mtu anaweza kashtuka Fadru kawa mbogo, yani amekuwa mbogo namna gani? Lakini mbogo maana yake ni katika maandalizi, yani kuhakikisha kwamba kile ambacho kinahitajika kwa wachezaji wake kwenye kambi, kwa maana ya kwamba usiri, ukimya, hali ya juu na utulivu unaenda katika mazingira sahihi yanayotoka. Kwa sababu na hili naamini kabisa hata mwandishi alivyokuwa anaandika habari hiyo alikuwa anapitia maeneo yote mawili, kwa sababu mwaka 93 namzungumzia Kibaden pamoja na yule kocha wa Ethiopia Chete nadhani alikuwa, kama nakumbuka vizuri, ndio walikuwa wanakinoa kikosi hiko. Kumbuka kwamba Simba ilienda kucheza dhidi ya Stella wakiona kina Pelizuteru, yani timu ambayo iliyoenda kule haikuwa na wale senior players wengi, kwa sababu wengi walikuwa majeruhi. Walivyorejea hapa ndio walikuwepo, na unazungumzia matajiri ambao walikuwepo. Azim Deuji na Naushad Mohamed alikuwa ndio sehemu ya hiyo eneo la wale wafadhili ambao walikuwa kwa kule Zanzibar, na kambi ya Simba kwa kiasi kikubwa ilikuwa imewekewa kule visiwani Zanzibar katika michuano hii wakati wako hapa nyumbani. Sasa ukiweza kuweka kushabihiana, labda unakuta kicho tofautiana hapo. Gazeti la Bwana Charles Abe sasa hivi lina mbwembwe, lina rangi, lina nini na vitu hivyo, wakati huo picha zilikuwa zinapigwa black and white. Sasa kwa kile ambacho wamekifanya, ukiangalia kwenye hizo habari unaweza kuona kwamba kuna kumbukizi, yani kuna kizazi kama hapa wewe umeshtuka bwana ulikwenda kwenye huo mchezo, lakini kuna kuanisha kile ambacho kilitokea 93 na kilichotokea sasa hivi. Hata kama kina Filipo ulikuwa unasikia asubuhi pale umetokea hiyo gazeti, unaona kwamba kuna neno alikuwa anazungumza Filipo kusisitiza yale ambayo ilikuwa yanatokea wakati huo na sasa hivi kile ambacho kinaenda kutokea kwa hapa Berkane. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kama ambavyo magazeti haya yameandika, kwa kiasi kikubwa ukiweza kuiandika habari, sio kila mtu ana televisheni, sio kila mtu ambaye tu ni mshabiki mkubwa wa kuangalia TV, lakini kuna wale wanaopenda kusoma magazeti. Wao wamekuwa kienda Mabibo na maskani mengine, yani inabidi wakati mwingine wayapige pini ili mtu anunue, kwa sababu anaweza akalisoma gazeti nzima likiwa pale pale. Kwa hiyo naamini kwamba wameandika kwa picha kubwa ya mtu kuweza kuelewa kile ambacho kinaendelea kwa ufasaha katika kambi ya timu ya Simba. Yes, huyo ni mkongwe huyo Patrick Nyembela ama Pato, na nimefurahi pia kusikia ya kwamba mwaka 93 alikuwepo. Kwa uchache Patrick, hebu tuambie katika, maana hapa tumeangazia takriban wiki nzima magazeti namna alivyokuwa anaandika. Hebu tuambie mwaka 93 kwa uchache namna Simba ilivyokuwa imepewa nafasi, ama ile mechi ya mwaka 93 ilivyopewa nafasi katika vyombo vya habari, namna unavyokumbuka wewe. Aise, nafasi nadhani kulikuwa hamna kitu kingine ambacho kilikuwa kinaandikwa zaidi ya hapo. Kumbuka huo ni muda ambao marehemu Alhaji Hassan Mwinyi ndiye alikuwa rais wa Tanzania. Kwa hiyo maandalizi yalikuwa ni makubwa mno, na ukiweza kuangalia magazeti yalikuwa yanatoka wakati ule, likiwemo gazeti nakumbuka pia na Mfanyakazi ambao alikuwa anatoka siku ya Jumamosi. Yani ile picha uliokuwa unaipata pale ya kina Edward Chumila, marehemu Ramadhan Leni Maufi ambao walikuwa ni nyota katika kikosi kile, George Masatu Magere, Mohamed Mwameja ambao walikuwa katika safu ya kikosi kile, walikuwa wanaandikwa kwa ukubwa wa aina yake, na nadhani hilo lilikuwa ni moja ya kitu ambacho kilisababisha uwanja uweze kujaa, na pia kutoa hamasa kwa uongozi wa Simba, ambapo wakati mwingine unaona kama kuna vitu vingine vilienda zaidi, yani kwamba mechi ilikuwa kama imemalizika kabla ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo hata watu walikuwa wanakwenda uwanjani kwenda kuona kwamba Simba anaenda kuchukua kombe. Kwa hiyo kila mtu itakawe sehemu ya historia ya Simba kwenda kuangalia kombe, na wapo waliokosa tiketi, uwanja ulifurika kweli kweli. Kwa hiyo magazeti yalichangia sehemu kubwa sana kwa watu kununua tiketi na kwenda kuangalia mchezo huu, kutokana na kwamba yalipewa kipaumbele takriban wiki 2 kabla ya mchezo wenyewe. Yes, Filipo Cyprian, bila shaka yoyote watazamaji wa Kurasa za Mwisho watakuwa wamepata kwa undani kabisa, yani namna hali ilivyokuwa mwaka 93, lakini pia na namna mambo yalivyo sasa hivi. Hebu Filipo, nikupe nafasi sasa na wewe kama unaweza ukauliza swali lolote nami nikalifikisha kwa waandamizi ambao ninao hapa. Asante, naona hapo mnafuatilia kupitia Max
Kwa hiyo naamini kabisa tutakuwa pamoja. Gazeti wewe ulikuwa unalisoma gazeti kwa kufinya kama vile tunasema kwenye simu, lakini gazeti lenyewe la Mwanasport ni ile siku ndo leo. Baada ya siku 11,494 Simba katika fainali ya kibabe, mastaa watengewa shilingi bilioni 1. Kibaden dalali watia neno. Hapa kuna maneno madogo kabisa. Uwanja wa Manisport Berkane, mashabiki takriban 10,000 ambao watakuwepo hapo, na gazeti kwa siku ya leo ambao ndio ile siku limepambwa kwa rangi nyekundu, kwa chini kabisa kukiwa kuna vinasaba kijani, orange za Berkane, picha ndogo zikiwemo katika gazeti la Mwanasport. Na story ya bwana Charles Abel, malaki katika hii kuna column inasema kwamba live kutoka Morocco kwa ndani, live kutoka Morocco, na hii ni fainali ya Ahua na Kibu hii ya leo, mchezo huu wa leo, na picha nzuri kabisa ya bwana Charles. Katurudisha kwenye darasa kidogo, umeona pale anasema unusual, anafundisha masuala ya prominence, element of news, na ndio nikakudokeza nikasema yuko karibu na Ulaya, kwa hiyo Kiingereza king yupo karibu na Ulaya, kwa hiyo nikakwambia tulia. Sasa Ali, wakati ukiwa huko, pia ni kujuze tu kwamba katika gazeti la Mwanasport mmekuwa mkizungumzia kuhusiana na mambo ya mwaka 1993 hata huko, na tumemsikia hapo Patrick Mkongo huyo akitukumbusha kwamba chini wakati ule ilikuwa ni chini ya Kibaden pamoja na kocha kutoka Ethiopia Etene Eshente ambaye alikuwa ni raia wa Ethiopia akiwa kama kocha msaidizi. Kwa hiyo katika gazeti hili la Mwanasport ndani yake kuna makala kubwa. Kusema kweli leo lilikuwa limejaa story kuhusiana na mambo ya Simba. Ngoja tuone, nasoma tu kwa juu maajabu ya mwaka 1993. Kuna issue inahusu mwaka 1974. Kuna issue inahusu mwaka 2003 na kuna issue inahusu mwaka 2004. Kikosi cha sasa unaweza ukakuta huko, na pia kikosi cha mwaka 1993. Mimi ni kuombe, yaani kuna watu wanataka kukisikia kikosi cha mwaka 93. Kama una nafasi wasomee. Ngoja niweke miwani yangu, maana miwani yangu hii yanaona kwa mbali. Haya, nyota wa kikosi hicho cha mwaka 1993 walikuwa ni pamoja na makipa Mohamed Mwameja, Mackenzie Ramadhani, Ofen Martin, Kasongo Athmani, Razak Yusuf Kareka ambaye yupo Tanga George Masatu, Selemani Pembe, Fikiri Magoso yuko mjini hapa Fikiri Magoso, Idi Selemani Kiminyio yule Madaraka, Idi Selemani, Mea Eke Nyigu na George Lucas Gaza tunamwonaga hata kwenye draw hapa zikio. Wengine ni Abdul Ramadhani Mashine, Damian Kimti, Ramadhani Maufi, Len alafu Edward Chumila, Dua Said, Malota Soma, Bo Jagla ambaye naye yupo, Toa Hamidu Noriega, Deo Mkuki, Godwin Aswile, Scania, Hussein Masha, Smart Boy babake Hussein Masha, Smart Boy, Abu Omari, Joakim Masumbuko, Niko Kiondo, Bakari Idi, Beka Jo, David Mihambo, Mbui Yondan, Michael Paul, Thomas Kipese, Uncle Tom, Feruz Teru
na Rashid Abdalla. Hicho ni kikosi ya mwaka 93 cha mwaka 1993. Kiondo ni yule kocha na kikosi hicho kilikuwa na mchezaji kutoka nje mmoja tu, wengine wote walikuwa wazawa. Sasa wenzetu ambao mko huko katika social media tumeona namna ambavyo imetajwa kuhusiana na mambo ya hatuwezi kujificha, tukasema kwamba hatujazisikia stori za kubadilishwa kwa uwanja, si ndio? Ni sahihi kabisa. Au tujifiche, tuendelee kujificha kwamba hatujazisikia? Sisi tumezisikia. Haya. Imeathiri ama imechangamsha kambi kwa kiasi gani huko Morocco, ama ndio taarifa tu imechukuliwa kama ya awali, tusubiri mchezo upite wa leo? Na Filipo Cyprian, nimekupata vyema kabisa, na swali hilo ambalo umeliuliza hapo kuhusiana na taarifa hizo za uwanja, wacha nizipeleke kwa mwandamizi hapa Chazi Habeli, yeye atueleze na yeye anachokiona hapa Morocco hali ipoje, kwa sababu kimsingi ni kweli kabisa sisi tupo pamoja bega kwa bega na msafara mzima wa Simba Sports. Yeye atuambie anaonaje hiyo bwana Chazi Habeli, baada tu ya kuwepo kwa taarifa ya kwamba kuna mabadiliko ya uwanja wa mchezo wa Mei 25 kwa maana ya mchezo wa mkondo wa pili ule ambapo kombe ndio litakuwepo uwanjani. Huku reaction kwa hapa Morocco, wewe uliona kitu gani? Sijui pressure ya nyumbani Tanzania juu ya mabadiliko ya uwanja, lakini kwa hapa Morocco ni kama kitu cha kawaida kimetokea. Yaani ukiangalia sura za viongozi wa Simba, viongozi wa kiserikali ambao wameambatana na Simba hapa, wadau wa Simba, hata wachezaji wenyewe na benchi la ufundi la Simba, wao wanaona kama kitu cha kawaida, na focus yao wameelekeza zaidi katika mchezo ambao unachezwa leo. Hakuna pressure yoyote ambayo labda ipo kwa hapa, na akili yao ni kuimaliza mechi hapa Morocco, kwa sababu wanaamini kwamba unaweza ukabadilisha uwanja, unaweza ukacheza katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa, kama hujafanya vizuri huku bado pia unaweza usifanye vizuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini pia wanaamini uwanja huo wa Benjamin Mkapa kuna wakati umeshawahi kupata matokeo ambayo hayaridhishi, japo ni wamekuwa kufanya vizuri pale. Kwa hiyo inawezekana pressure mabadiliko ya uwanja ni kubwa zaidi nyumbani, lakini kwa hapo ukiangalia hata face za wachezaji, yani hata wenyewe habari zao, yani swala la mabadiliko ya uwanja kwanza ni kitu ambacho hata wakizungumzii mara kwa mara. Yani maongezi mengi ni mchezo wa leo, ni kwa namna gani ambapo wanaweza kupata ushindi katika mchezo wa leo. Kwa hiyo unajua mitandao ya kijamii Tanzania imekuwa hasa hivi tunasema imekuwa. Kwa hiyo kunakuwa na mada ambazo wakati mwingine inawezekana kwenye timu sio kitu kikubwa, lakini kwa sababu tayari mitandao ya kijamii imekuwa ndo mijadala yake inayokuwa, kwa hiyo inaonekana ni kitu cha kawaida. Lakini kwa hapa wao wenyewe hawaoni kwamba kama kuna kitu chochote kikubwa kinachoendelea. Wao wanaamini kwamba timu inatakiwa ifanye vizuri hapa Morocco. Hata waziri jana, naibu waziri wa utamaduni, habari na michezo, mwana FA amezungumzia zaidi mechi ya leo. Wachezaji wenyewe ile jana katika mkutano wa mwisho wa waandishi wa habari, focus yao ni mchezo wa leo. Kwa hiyo sijui ni kwa nguvu gani ili tukio la kubadilishwa uwanja kule linazungumzwa, lakini wenyewe wanaona ni kawaida, kwa sababu yani sio kitu kikubwa ambacho labda kingine kimewapa pressure. Yani kama kuna sijui kama yani uamuzi huo umefanyika kwa utaratibu wa kafu, au labda ndio kama hivyo ambavyo watu wanasema labda kuna hujuma, ingawa mimi binafsi sione kama kuna hujuma au athiri chochote. Yani kama Simba inapoteza mchezo wa leo, basi ni kwa sababu za kiuwanjani, za kiufundi, na kama inashinda ni kwa sababu za kiufundi. Lakini kusema kwamba eti labda kuna namna eti Simba imeathirika au labda kisaikolojia, hakuna kitu, kwa sababu ukiangalia the way ambavyo Simba wamechukulia mchezo wa leo, kiukweli
wameuchukulia kwa uzito mkubwa. Yani namba ya watu ambao wamekuja na aina ya watu ambao wamekuja, yani inaonekana kabisa kwamba Simba imejipanga. Nilimzungumzia hapo mwana FA anawakilisha upande wa serikali, lakini pia kuna mwenyekiti wa bodi ya TFF Mzee Mohamed Abdulaziz yupo hapa, spika mstaafu wa bunge la Tanzania Mzee Ndugai yuko hapa, unakuja mkurugenzi mstaafu wa NSSF Dr. Ramazan Dau yuko hapa, bado kuna uwakilishi wa TFF, kuna uwakilishi wa Simba wenyewe, viongozi karibia wote wamekuja hapa, na focus yao kubwa muda mwingi wanazungumzia mechi. Hata vikao vyao kila wakati wamekuwa wanakutana mara kwa mara kupeana mrejesho wa nani alikabidhiwa nini, alipewa majukumu gani kuelekea katika mchezo huu. Kwa hiyo nadhani jana, unajua kwa mfano tupo uwanjani, hata wale Berkane wenyewe walishangaa ule umati mkubwa, anasema hawajawahi kupokea umati mkubwa wa wageni kwa timu inayokuja kucheza hapa kulinganisha na huu ambao wamekuja. Kwa sababu jana kwa mfano katika chumba cha waandishi wa habari tu ilibidi mpaka baadhi ya waandishi wa habari wasiingie, kwa sababu chumba kilikuwa ni kidogo kuliko idadi ya watu ambao wamekuja, kwa sababu hawajawahi kupokea namba kubwa ya watu katika kipindi hicho. Kwa hiyo swala la pressure, sijui hofu kwamba mechi imeahirishwa, sijui kwa huku hakuna. Pengine labda timu ikirudi Dar es Salaam ndio inawezekana ikatokea hali kama hiyo, lakini kwa hapa Morocco hata watu hawafikiri kwamba kuna mechi imeahirishwa. Imebadilishwa uwanja. Ali, nashukuru. Huyu ni Chacha Filipo Cyprian, mimi kuambia tu ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo nimevishangaa nilikuwa nasema kwamba labda tu make muda unakwenda, ni kwamba nitoe tu fursa kwa swali jingine kwa wenzangu ambao wapo, labda kwa niaba, inawezekana Faustini, labda unaweza ukauliza ile panel ambayo ipo pale Ujda Morocco, kwamba nini hasa ambacho unategemea wewe labda kuuliza swali katika panel ile ambayo iko pale Morocco. Asante Bwana Ali pamoja na Chazabel na Mkongo Pato, nyinyi ndio jicho letu huko Morocco kuelekea katika mchezo wa leo. Labda binafsi ningetaka kujua, hii ni mechi ya finali mkondo wa kwanza, atmosphere ikoje hapo Morocco? Yani watu wanaozungumziaje wa Morocco wenyewe, wanaozungumziaje huo mchezo, wanazungumziaje Simba, na nini matarajio yao kuelekea kwenye huo mchezo ambao utachezwa baadaye leo? Yes, asante sana, na bila shaka yoyote swali hili ngoja nilipeleke kwa Mkongo hapa Patrick Nyembera ambaye anaweza kalijibu kwa uzuri kabisa kuhusiana na atmosphere ya hapa Morocco, ama haswa hapa Wydad, namna wanavyo itazama hii mechi ya leo hii, na namna matarajio yao kuelekea katika mechi watu wa hapa Morocco. Well, mapema kidogo pale kuna kitu ligusia hali kuhusiana na watu wa Wydad hapa Berkane, na katika moja ya vita zetu mitaani jana tulikutana na mchezaji ambaye alipita katika timu ya watoto, sio kwamba aliweza kupata career yake kwa ukubwa zaidi. Nafikiri Amri Mohamed alikuwa anaitwa, na ametrendi sana katika mitandao. Kazi nzuri sana ulifanya jana. Ambacho nakizungumzia wao ni ukubwa wa timu ya Simba. Kumbuka kwamba Simba ilikuwa na historia kubwa barani Afrika ya kuweza kufika hatua za robo finali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pamoja na hayo, Simba ilifika hapa mwaka 2022 kucheza dhidi ya RS Berkane. Na ukumbuke that time baadhi ya wachezaji ambao waliwika ligi ya Tanzania walikuwepo hapa Berkane kama sehemu ya timu hiyo, ingawa wengine wapata nafasi ya kucheza mchezo huo. Sasa ambacho wao wanakigusia kwa ukubwa ni kwamba Berkane haitakiwi kupoteza mchezo, na kama itapata ushindi, basi huo ushindi ambao unaweza kuwa magoli 2+, kwa sababu wanaamini kwa kule Tanzania ni vigumu sana kuifunga Simba. Na alipokuwa nagusia hilo akasema ukipiga mahesabu ya kuangalia hali halisi ilivyo, Simba jinsi ilivyo, kwa kweli kutakuwa kuna ugumu wa aina yake kwenda kuifunga Simba kule. Kwa hiyo kama Berkane inaweza kumaliza, imalizie hapa. Na aligusia katika kile ambacho ametoka kuzungumzia hapo Charles Abel, kwamba wamesikia kuhusiana na hiyo taarifa wao watu wa hapa Berkane ya kuweza kubadilishwa, na kwamba Simba wana oppose hiyo kitu kwenda kwa CAF, ingawa hamna tamko ambalo limetolewa kuhusiana na hilo, kama alivyogusia Charles kwamba focus imekuwa zaidi katika mchezo wenyewe. Kwa hiyo wasipoweza kushinda hapa, wanaamini kwamba hali itakuwa ni ngumu sana. Na hata ukipita mitaani, kwa sisi inaonekana, unajua kidogo kumekuwa kuna tofauti ujio wetu, na kundi limekuwa ni kubwa.
kila unaonekana hata pale una kitambi kama mimi utaitwa Simba. Wakati mwingine utaonekana mtu kama Lupanda anaonekana sijui ni kocha au mchezaji wa Simba. Kwa hiyo wao wamelipokea kwa upekee na wanaamini kwamba timu inahitaji support ya hali ya juu kuweza kupata ushindi katika mchezo huu. Lakini mimi nilipata chit-chat kidogo wakati tunakuja huko, tunatoka Jadida kuja hapa Wydad. Kuna nyakati nilipata wakati wa kuongea na Fadlu kuhusiana na hilo. Akugusa kabisa kuhusiana na game ya tarehe 25. Alikuwa anazungumzia zaidi kile ambacho kitakuwepo huku na jinsi ambavyo timu yake imeiandaa, na hata jana alipokuja kwenye mkutano wa waandishi wa habari ndio sehemu kubwa alienda kugusia kile ambacho kipo kwamba uchanga wa timu, lakini kile alichoweza kukifanya na mshangao mkubwa ambao ulikwenda pale kwa wale ambao hawajamzoea Fadlu kwa huko Morocco, walishangaa kwamba kachambua kikosi cha timu ya Berkane kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sehemu ambayo ni nzuri zaidi ni kwa golikipa na safu ya ulinzi. Kwa hiyo alikichambua kile kikosi ndani nje, na hata kama uliweza kuchungulia mazoezi ya jioni, kulikuwa kuna jambo nilikuwa naulizana na Charles kwamba bwana, hii ni zuga au ndio mfumo eneo lenyewe linavyoenda kupunguza uwanja kufanya nini. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo unaviona sasa na benchi la ufundi la Simba limekuwa kuweza kutengeneza vitu ambavyo vinawatoa kisaikolojia. Yes, Filipo Cyprian huyo ni mkongwe Pato ameweza kukujuza ama kujibiwa lile swali ambalo namna watu wa Morocco ama haswa hapa Wydad, na watazamaji watambue ya kwamba kwa nini tunataja Wydad. Wydad ni huko ambako Simba Sports ndiko imefikia, lakini sio mbali kutoka hapa kwenda katika eneo lile la Berkane ambako mechi ndio itachezwa. Kwa hivyo huku tumefuata ule utulivu ambao unahitajika sana. Kwa hivyo timu itatoka hapa na itaenda kucheza mechi kule, na hata jana katika mazoezi timu ilitoka hapa ikaenda kacheza mazoezi kule na kisha ikarejea hapa, sio mbali katika mji. Bila shaka yoyote Filipo Cyprian, wewe ni mwenyeji katika nchi hii ya Morocco, umekuja huko mara kadhaa na unaifahamu vizuri kabisa, na hakuna usumbufu wowote barabarani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo ni Wydad ndiko ambako tupo. Lakini mechi itachezwa katika uwanja ule wa Manispaa ya pale Berkane, sio mbali, ni maeneo ambayo yako karibu kabisa. Haya, Ali, tuna swali la pili, lakini pia huyo Abel anaweka mkono kwenye shavu wakati tunajua leo ni ushindi. Judith. Ali, tumezoea timu zetu za Tanzania zikiwa zinaenda kucheza hasa Uarabuni, kuna kuaga zinakutana na figisu nyingi. Na kumbuka kwa mara ya mwisho Yanga walivyoingia walikutana na vurugu kabisa tena walipofikia kwenye hoteli. Vipi Simba, wamekutana na kikwazo chochote au changamoto yoyote tangu wamefika? Judith, ni kweli kabisa umetukumbusha hiyo mechi ya mwaka ule 2023 ambayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi nilikuwepo katika ile mechi na nilishuhudia hizo tafrani ambazo zilianza siku moja kabla ya mechi, ambako kuna baadhi ya mashabiki walikatiza pale katika eneo ambalo kikosi cha Yanga kilikuwa kimefikia pale. Lakini tuache hayo ya mwaka 23. Kwa sasa hivi mimi tu kwa jicho langu kiukweli tangu nimefika, kwanza tuna sababu za kuwapongeza watu hawa hapa Morocco kwa ule ustaarabu ambao wanao. Yani katika maeneo ambayo sisi tunakatiza, tukifika wakati mwingine tunajihisi kama vile bado tupo nyumbani, yani kama vile tumeitawala hii nchi. Wakati mwingine nimekuwa nikibishana hapa na mwandamizi Charles Abel ya kwamba mimi ujue bado siamini hii hali ninayoiona hapa ni kweli ndio itaendelea mpaka siku ya mechi. Nimekuwa hivyo nikibishana na wenzangu hapa, lakini kimsingi ni mshangao mkubwa kwangu, haswa nikichukulia experience ile ambayo nilishuhudia katika mechi ile ambayo walicheza Young Africans. Sasa ni mshirikisha hapa Charles Abel na yeye kidogo atie neno katika hilo, katika kile ambacho amekishuhudia. Je, kweli ameona figisu yoyote kama ulivyouliza? Unajua Morocco na Algeria ni nchi jirani, lakini ukiangalia ule utamaduni au tabia ni vitu vili tofauti. Kwa muda ambao tumekaa hapa Morocco, kiukweli hadi leo hii, hadi asubuhi tunapoamka, hakuna changamoto yoyote ya kwa maana ya vurugu au hujuma ambayo yani tumeshuhudia sisi kwa macho yetu. Jana Pato amemzungumzia hapa Mohamed Amin, mchezaji wa zamani wa Berkane.
yani ukiangalia jamaa namna alivyotupokea, hajatupokea kama washinda wapinzani, yani katupokea kama marafiki. Tumeomba nafasi ya kufanya na interview, amekubali, anajibu vizuri. Kwa hiyo kiukweli watu wa Morocco hadi sasa hivi hakuna changamoto yoyote, kwa maana sijui ya vurugu, sijui timu watu wakuja kupiga mafataki, sijui vitisho, hakuna. Zaidi ni watu ambao wanapokea utani wa kawaida, wanaonesha, wengine wanaonesha 2, wengine wanaonesha 1, wengine wanaonesha 3, na ukipita mtaani wakikuona mtu mweusi tu wanaita Simba 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 Simba. Na kwa mfano kama ule mji wa Berkane jana, ukiangalia timu ilivyoenda kufanya mazoezi, wale walinzi, yani kinachofanyika, unajua kwenye upande wa timu tena ndo haigusi kabisa, kwa sababu kama jana wakati msafara unaingia mazoezini, mabasi yalikuwa kama 3 au 4, lile wachezaji wameingia vizuri tu, yani watu wote ambao walikuwa katika ile crew ya wachezaji, maofisa wale wa timu, getini wamefunguliwa. Changamoto kubwa ikaja, kwa mfano wakati limekuja ile basi la viongozi, watu wa kawaida, unajua wenzetu wana protocol zao, kwamba walikuwa kwanza wale walinzi wa uwanja wakawa na wasiwasi kwamba hawa watu wamekuja kwa wingi hivi, inawezekana changamoto ya labda wanaweza wakawazuru wachezaji. Kwa hiyo baada ya yule ofisa mkuu wa usalama Berkane mwenyewe ndo akawaruhusu kwamba bwana, fungueni milango au Watanzania waingie, timu yao wamekuja kuipa support. Kwa hiyo hadi sasa hivi kiukweli hakuna changamoto yoyote ambayo imejitokeza, na tusubirie tu baadaye uwanjani tuone, ambapo kwa hali ilivyo inaonekana uwanjani kutakuwa na ule ushindani wa kawaida, watu wanakuja na mashabiki wao, wanakuja kuisupport timu yao, ndio hicho. Lakini kusema kwamba sijui kutakuwa kuna purukushani mpaka sasa hivi, sijui kuna vurugu, kiukweli mimi binafsi sijashuhudia kitu kama hicho, lakini nimeshuhudia tu timu imepokelewa vizuri. Lakini pia hata Simba wamechukua tahadhari kubwa, na ndio maana ukiangalia timu imefikia Ujida mpaka unafika Berkane ni kama mwendo wa dakika kama 20 au 30, kwa maana ya kwamba unajua wakati mwingine inawezekana kuna pressure unaweza ukaziepuka zisizokuwa, yani kuna vurugu unaweza ukaziepuka ambazo hazina sababu kama utaiweka timu katika maeneo ya pale jirani. Lakini kwa sababu tuko nje kidogo ya mji, hakuna usumbufu wote ambao timu imepata mpaka sasa hivi, hata sisi tumeupata. Ali, asante sana Ali. Kumbuka Tanzania? Tanzania naikumbuka, lakini unajua hapo nani Spain ni karibu. Kwa hiyo bosi wangu mkini hapo, lolote linaweza likatokea, mwambie. Asante sana Ali. Asante sana Ali. Sio mbali. Asante sana Ali. Biche Ibiza. Kwa hiyo mwambie bosi mkini hapo, lolote linaweza likatokea. Asante sana Ali. Charles Abel leo hii katika gazeti la Mwanasports ameweza kuripoti, labda kuna nyingine ambazo labda wakati mwingine labda inawezekana jina lake limeandikwa kiandamizi, mwenyewe anajua maana kiandamizi na mwandishi wetu, si ndio Lakini kwa jina lake halisi kabisa ambalo tunalifahamu katika story ambazo zimeandikwa katika gazeti la Mwanasports leo hii ni 5. Na tusoma tu headline afu wanunuaji wataweza kuzinani, na mwenyewe apate moyo kwamba kama hajapata gazeti la Mwanasport ajue kwamba kuna story 5 kutoka Morocco. Ya kwanza, fainali ya Aua na Kib. Story nyingine live kutoka Morocco, ngoma ndiye gumzo Morocco. Story ya pili. Story ya tatu, ukija Morocco uwe na maokoto, ambaye ameandika Charles Abel. Alafu story ya 4, makundi ya kirafiki Simba yako hivi. Hiyo ni story ambayo ipo katika gazeti la Mwanasports. Na story ya mwisho ambayo nimeiona mimi katika gazeti la Mwanasports kutoka kwa Charles Abel, tukifanya haya Mwarabu hatoki, ikiwa inamkariri maneno ya Dalali. Umeona, kwa kuna story 5, lakini pia nataka kuweka hamna kwamba labda kuna story 7, kwa maana kwamba kuna jina la mwandishi wetu. Unajua tunajuana jina la mwandishi wetu, inawezekana nyuma pazia ni Charles Abel. Kwa hiyo niseme tu katika Mwanasports leo hii kwa mfano, inawezekana ana story 7. Sio inawezekana. Ni story 7. Ndivyo ilivyo. Haya, unaona sasa nimeungwa mkono na mwalimu Philip Nkini kwamba takriban story 7. Kwa hiyo
tunashukuru kwa ripoti, na pia katika story nyinginezo pia mnaweza mkatufuatilia katika vipindi vyetu vinavyoendelea. Yupo Patrick pamoja na wewe mwenyewe Ali, ambaye umetujuza vitu vingi sana katika masuala ya social media, na huko maalum kwa ajili ya social media. Kwa hiyo tunaamini leo siku nzima leo hii huku nyumbani kuanzia asubuhi hii tumeanza na ninyi. Naamini tunavyokwenda mpaka muda ule wa usiku tutakuwa na ninyi kuweza kutujuza nini ambacho kimetokea. Sisi kwa sasa niseme tu tunafika tamati ya kurasa za mwisho. Poleni sana kwa kuamka asubuhi, lakini yote kwa yote naamini siku mbili haiwezi kuwafanya mkabadilika ikawa vile kwamba ndo Kiingereza kingi. yani vile, yani haiwezekani tena kuamka asubuhi vile, haiwezekani ndugu zangu. Siku mbili tu mambo yanakuwa hivyo jamani. Asanteni jamani, na sisi hapa pamoja na wenzangu Philip Nkini, Morandi na Judith na Faustine tunahitimisha. Tunaamini tutakuja tena hapo baadaye. Nini nakukumbusha? Kesho Yanga anacheza. Kesho Yanga anacheza kesho Yanga anacheza CRDB nusu finali. Yanga anacheza kesho na JKT Mkwakwani Tanga. Kwa hiyo yote kwa yote katika gazeti la Mwana Sports, kesho hamna Mwana Sports ipo Mwana Sports. Mwana Sports ni siku zote. Kwa tutegemea ukijana. Sasa nategemea na leo. Nategemea na leo. Asante sana jamani, tunawatakia kila laheri katika siku hii njema kabisa ya finali, ambapo tunaamini kabisa Simba itaanza vizuri kuelekea katika mechi yake ya pili ya mkondo wa pili wa kuweza kuhitimisha mashindano ya shirikisho barani Afrika. Siku njema.